Na ndio maana nimekuambia vipi Wesia, swala lilikuwa la msingi kabisa kwamba kwa sababu sisi mkutano ni wa Simba. Mkutano ni wa Simba. Tulikuwa tuna nafasi kabisa kufanya mkutano hata leo. Kupisha kwanza watu feature zao zote zikae katika mechi, akili zao zikae katika mechi, dua zao zote zikae katika mechi. Watu wameenda na mambo mengi. Ndio maana nimekupa mifano mingi tu bwana. Ukishaona kuna mkutano pale klabu ya Simba ipate matokeo, ndio asili ya klabu ya Simba. Somonea baka hapo. Lilikuwa ni jambo la msingi tu kwamba kwa sababu mkutano inatakiwa utulivu. Umeelewa? Mkutano unatakiwa utulivu. Mkutano unatakiwa mjadala, yani mijadala mirefu zaidi. Kwa sababu unavyoitisha mkutano wanachama na kusanyika pale, kuna mambo mengi zaidi ya kujadili kwa yani kwa muktadha wa nini? Wa klabu, umeelewa? Haitakiwi ujadili kwa dakika 15 dakika 20. Kama mwenyekiti anawahujumu hivi. Mimi sizungumzia kama hujuma. Yani nimezungumzia vipi kwamba anawapelekesha na maanisha. Nisikilize nimekwambia mimi sizungumzia hujuma, nimezungumzia kwamba vipi Musia, mkutano unatakiwa sana ufanyike katika hali ya utulivu. Mkutano unahitaji ubebe zaidi ya masaa hata 12 kwa sababu mnatoka na kitu ambacho kizuri. Mkutano wa klabu kwa sababu Simba ni taasisi kubwa. Simba ni taasisi ambayo ukishaona timu iko namba 5 duniani, namba 5 Afrika, ni timu kubwa. Timu iko namba 5 Afrika, ni timu kubwa. Inatakiwa mambo yake yasiwe anafanya kurupu tu. Watu yana mlifanya mkutano kurupu. Watu wakae wajadiliane. Kwa sababu nilimsikia kuna mtu mmoja anazungumzia kwamba kama kuna yani serikali yenyewe hawajalazimisha kusema kwamba ati katiba Simba mwenyekiti au ndio yani mwenyekiti ndio au mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Nimemsikia kuna mdau mmoja alikuwa anatoka katika mkutano anasema kuna kauli kabisa imezungumzwa na naibu waziri. Labda zinyewe mtanihakikishia siri ilizungumza au haijazungumzwa. Kwamba kwa sababu kuna rumors zilikuwa zimetambaa sana katika mitandao ya kijamii kwamba kuna mabadiliko, serikali imetoa mapendekezo kwamba katiba ya klabu ya Simba mwenyekiti ndio awe mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kabla kwenda kwenye mkutano. Lakini cha ajabu nasema jana tena kwamba mimi sina uhakika, ndio maana nasema vipi. Nimeangalia kwenye mitandao nimeona kuna mdau mmoja, hata ukiangalia clip hiyo utamkuta mdau mmoja anasema vipi kwamba naibu waziri amesema kwamba ili jambo ni la wana Simba wala serikali hajatoa mapendekezo hayo. Sasa labda wewe ulikuwa kwenye mkutano ndio utanihakikisha ilikuwa ni kweli. Nyie ngoja kwanza. Nyie wana Simba nyie wenyewe baada ya mkutano mwenyekiti kuondoka ambaye ni mlimchagua nyie wenyewe, mlianza pia kuzungumza, wengine walisema huu sio mkutano halali. Watu kila mtu akazungumza la kwake. Ndio maana nikakuuliza kwa upande wa mwenyekiti ni kama anawamudu anawaendesha anavyotaka, ni kweli? Kwanza mimi na udhaifu wa wanachama. Udhaifu wa wanachama. Muogopa mwenyekiti. Yaani udhaifu wa wanachama kushinda kutumia vifungu vyao vya katiba ambavyo vinawalinda. Ndio maana nimekuambia vipi? Sasa pale wewe ungekuepo ungefanyaje kana mwenyekiti kashaondoka, utauliza nini? Sio kama kuondoka, umeelewa? Jambo la kwanza wanachama ndio wenye timu. Umeelewa? Wanachama ndio wenye timu. Wanachama walikuwa na mamlaka hata kuahirisha mkutano kwa sababu ya kushirikia mechi ambayo ni muhimu zaidi kuliko hata mkutano. Mechi kwa sababu yote hii tunaunganishwa na timu, umeelewa? Bila kuwepo timu wala singekuwepo mwenyekiti wa wa bodi sio ya kurugenzi wala singekuwepo mwenyekiti wa mwenyekiti wa timu. Unakuwa mwenyekiti wa timu kupitia wapi? Umeelewa mpaka hapo? Timu ili ifanye vizuri, wanachama ndio maana nakwambia wanachama klabu ya Simba wenyewe ndio wana matatizo. Kwa sababu moja ya matatizo walikuwa na nafasi kwa sababu na mwenyekiti mkutano huu hatuwezi kwenda kufanya Jumapili, tuna shughuli kwanza, tunatui jikoni. Tumalize kwanza mechi yetu. Watu wana Simba wote waelekeze nguvu zao zote kwa kutumia kila kitu ambacho wanachokiweza. Tuangalie tupate matokeo ya timu kwanza. Unataka kuniambia mmefungwa kwa sababu ya mkutano mliofanya? Nimekupa data, nimekwambia data. Watu uwezi Mwesia, kalamu 2 zimemshinda fisi. Wahenga wanasema kalamu 2 zimemshinda fisi. Umeelewa? Huku unataka na huku unataka. Tumepoteza kumoja na huku hakujakamilika. Na ndio maana watu wanalalamika. Na ndio maana nimekwambia wanachama klabu ya Simba bado wana matatizo. Moja ya matatizo ilikuwa natakiwa vipi wana mwenyekiti, mkutano huu hapa pamoja huko ndani ya katiba, lakini tunauahirisha mpaka Jumatatu.
wenyewe wanakuambia kikulacho kingoni mwako. Ni kweli kwamba viongozi wenu pia kuna mgawanyiko kati ya viongozi na inapelekea pia wanachama kuparanganya, hamuelewi mfanye nini? Kwanza kuna usaliti mkubwa sana katika klabu ya Simba. Usaliti wa namna gani? Usaliti mkubwa katika klabu ya Simba kwa sababu moja ya usaliti kwenye klabu ya Simba, vikao vya ndani vya bodi ya kurugenzi wa Simba, hata akijichimbia chumbani matokeo yake vinatoka nje. Nani anayotoa nje vikao hivyo? Nani anampa Alikamwe tetesi zote za Simba? Ndio maana kama